Uhangaiki swala la kununua kiwanja wala kutafuta hati, kumsimamia mjenzi, sijui na pukushani nyingi za kwenda Kariakoo na maduka kwenda kununua simenti na nondo. Naomba nitumie platform hii kwa taasisi zingine ambazo zinajihusisha na eneo hili la nyumba na makazi. Wafanye research ya kutosha, wapate kujenga nyumba ambazo zina gharama nafuu, kwa kugundua aina gani ya material ya kujengea, ramani gani isiyochukua gharama nafuu, wapi kwa kujenga, lakini pia maeneo hayo yawekewe miundombinu yote ya upatikanaji wa huduma zile za kijamii: barabara, umeme, maji, kiasi kwamba mtu akienda kununua pale anaenda kuishi moja kwa moja. Na wasihi vijana wenzangu, njoni muwekeze kwenye hati fungani hii. Wawekezaji wakubwa sasa hivi ni vijana. Hamjapotea na mtakuwa salama kwa fedha zenu kuwekeza eneo ambalo hautumii nguvu kubwa katika kupata faida. Wekeza fedha yako hapa, ukiweka unapata 13% kwa mwaka, na kwa muda wa miaka 4 utakuwa umepata fedha nyingi zaidi. Fedha yako ya awali ikiwa salama na hela juu 13% itakuwa ni bonus yako. Kwa hiyo hapo itakuwa umepata faida kubwa bila hata kumiliki kiwanja, bila kufanya nini, bila kufanya biashara, una hata simu ya kupiga wala ni uona, lala tu nyumbani unasubiri fedha iingie. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kisera na za kiutendaji ili kuimarisha sekta ya ardhi na makazi. Miongoni mwa hatua hizo ni kutunga kwa sheria ya mikopo ya nyumba ya mwaka 2008. Kulikuwa na sera yake, ndiyo maana ikatungiwa mwaka 2008. Lakini baada ya kutungwa sera hiyo, lakini pia iliwezesha kuanzishwa kwa kampuni ya urejeshaji wa mikopo ya nyumba Tanzania. Kupitia kampuni hiyo ya urejeshaji wa mikopo ya nyumba Tanzania, taasisi za fedha zimekuwa zikipewa ukwasi wa muda mrefu ili kuongeza uwezo wa kutoa mikopo ya nyumba kwa wananchi. Tuna ndoto na tutaitimiza kupitia nyinyi, kulenga familia za kipato cha chini na cha kati. Hilo ndio ndoto yetu, na kupitia nyinyi katika kuwekeza, tunaamini ndoto hii tutaitekeleza, kwa sababu kila mtu kama tulivyosema anastahili kuwa na makazi bora. Kama bodi tutaendelea kuwajibika kwa wadau wote wako hapa wanaotusimamia sisi kama bodi: Benki Kuu, Dar es Salaam Stock Exchange, Capital Market, na pia tuna mdau wetu mkubwa sana TMRC. Tutaendelea kusimamia kwa karibu na kutoa mwelekeo wa kimkakati, tukihakikisha kuwa mafanikio ya leo yanakuwa msingi imara kwa hatua kubwa zaidi tunazotaja mbele zetu.